Na mpenzi mtazamaji wa televisheni Tumaini, ni wakati mwingine tena ambao tunakukaribisha katika kipindi hiki cha kahawa au chai, sehemu ya pili, meza majadiliano. Na leo tuna mada nzuri sana ambayo inainua afya za binadamu, inainua uhai wa binadamu. Na ndio maana mada ya leo tunasema mazoezi ya viungo ni muhimu kwa afya. Lakini leo tuna kitu muhimu sana katika kuzungumzia huo ujumla wa mazoezi. Tunazungumzia nini? Ninao wageni hapa ambao tutakuwa tukiongea nao na wao watatufafanulia zaidi. Lakini nikianza na mkurugenzi wa wale jimbo kuu la Dar es Salaam ambaye pia ni paroko wa parokia ya Familia Takatifu Mburahati jimbo kuu la Dar es Salaam, Mheshimiwa Padre Vitalis Kasembo. Karibu sana. Asante sana. Asante. Lakini pia tunaye hapa ndugu Elias Malongo. Yeye ni mwalimu. Ni mwalimu mzuri tu wa mazoezi. Sasa mazoezi gani na hivi? Tega sikio, tazama kipindi hiki ili uweze kunufaika zaidi na mada hii ya leo inayosema mazoezi ya viungo ni muhimu kwa afya ya binadamu. Mimi naitwa January Nchimbi ambaye nakukaribisha katika kipindi hiki cha kahawa au chai, sehemu ya pili, meza ya majadiliano. Labda tukianza tu, Mheshimiwa Padre Kasembo. Ndio. Fanya mazoezi katika eneo lako la parokia. Ni kwa namna nilivyoona ni kama ni kitu ambacho maalumu hivi hapo kanisani kufanyika hivi. Kama ni wakati mwingine nilikuwa najiuliza, sehemu nyingine ndio kuna viwanja na wanaweza kuruhusu watu wakacheza mpira tunaona na mambo mengine, lakini sasa kwa mchezo huu au zoezi hili mnalolifanya hapa la viungo lipo kidogo tofauti, ndio maana nimevutika. Angalau tukaongea mawili matatu. Sawa. Ni kitu gani ambacho kilisukuma mpaka mkaanzisha kitu hiki hapa katika parokia ya Mburahati? Asante. Kwanza tunaendelea kumshukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo anaendelea kutujalia, na tukitambua kabisa kwa namna pekee huu ni mwaka wa jubilei. Ni mwaka ambao tunahitaji uongofu wa maisha yetu ya kiroho. Lakini sisi pia kwa namna pekee kama wanaparokia Mburahati hatukuishia hapo, kwamba isiwe tu uongofu wa roho zetu, lakini pia hata afya ya miili yetu pia. Kwa hiyo kwa namna pekee basi tulipata bahati pia ya kuweza kupata nafasi ya kukutana na mwalimu, na ikawa ni moja ya jambo letu la msingi kwamba roho yenye afya ikae ndani ya mwili wenye afya, na mwili wenye afya uwe na roho yenye afya. Kwa hiyo mwaka wa jubilei 2025 ni mwaka wa kurudisha afya yetu ya kiroho, lakini pia kurudisha afya yetu ya kimwili pia. Na hilo limetusukuma zaidi kwenda mbele sisi kuanzisha mazoezi hapa parokia ya Mburahati yanaitwa mazoezi tiba. Mazoezi tiba. Mazoezi tiba. Mazoezi tiba ni kwamba ni mazoezi ambayo kila zoezi tunalokupa linatibu ugonjwa fulani au tungeweza kusema ulemavu fulani. Unaona, kila zoezi tunalokupa tufanye tu mazoezi tu kuchangamsha wewe na kupata nani na kuupa mwili joto. Hapana. Sisi mazoezi yetu ni mazoezi tiba. Na kwa namna pekee haya mazoezi yanaendana na kuendelea kutibu baadhi ya magonjwa ambayo watu wetu wamehangaika, wengine kwenye mahospitali na wamepimwa wakaambiwa hamna ugonjwa wote. Sasa tukufanyeje? Sasa hao sisi ndio tunajibu shida hiyo, manake unapoanzisha jambo mahali fulani ndio linajibu shida ya mahalia. Sisi tumeona kwenye jamii kuna shida ya kiafya, na afya yenyewe ni magonjwa yasiyoambukiza. Yapo magonjwa yanaambukiza, lakini magonjwa yasiyoambukiza ambayo unaweza ukayatibu kwa maelekezo tu ya wataalamu bila kutumia kemikali au dawa yoyote ya pekee pia. Kwa hiyo mazoezi yetu sisi ni tiba, ni asubuhi na jioni. Kwa hiyo tumeona tuwasaidie watu wetu ili kuweza kuwafanyisha mazoezi, na wakifanya mazoezi watatoa ushuhuda wamepona watu pia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu wala kwa hili pia. Kwa hiyo mazoezi yetu ni tiba, sio mazoezi tu ya kukimbia uwanjani au mazoezi ya aerobic. Mazoezi yetu ni mazoezi tiba. Na mwalimu ndio huyu hapa, mwalimu Elias Malongo, mwalimu Elias Malongo, zawadi yetu hapa parokia Mburahati. Mwalimu Elias,
Mnafanya mambo makubwa sana. Nimemsikia Mheshimiwa Padre anasema hapa kwamba kuna mazoezi tiba. Sasa tumeshazoea sisi football, tumeshazoea basketball. Watu wanafanya mazoezi yani. Sasa ninaposikia mazoezi tiba, ni mazoezi ya aina gani au ni tungeweza kuyahitaji? Mazoezi haya mpendwa yanaitwa mazoezi ya foot reflexology. Mengine tunayofanya hapa ni yoga, mazoezi ya viungo. Yoga. Kwa hiyo mazoezi haya yanampa mtu uwezekano kwanza wa kuwa mzima. Hata kama kuna watu wanasema fadha hapa kwamba wajisikia wanaumwa, pengine anashindwa kujua nini kinachomsumbua, kumbe ana upungufu wa kufanya mazoezi. Angefanya hivyo pengine labda asingetumia hata dawa kwa muda mrefu kama alivyofanya. Kwa hiyo unaponyosha viungo vyako kwa mtindo wa yoga au unafanya kwa matibabu ya foot reflexology, una uwezekano mkubwa zaidi wa kuishi maisha marefu, maisha mazuri bila kuugua. Naposema foot reflexology na maana gani? Na maana ya ni mguu chini ya nyayo za miguu au kwenye viganja vya mikono. Kuna vitu ambavyo ni point, unaweza kuzigusa huko mkononi, kuna namna ya kuzigusa, kujikandamiza kwa namna fulani ukasaidika, lakini bado unaweza kukanyaga kokoto zile au kuna kitu kama vile mkeka fulani. Kwa hiyo unapokanyaga chini kwa muda mrefu unajisaidia mwenyewe na unapandisha kinga ya mwili. Unakuwa kinga ya mwili ambayo iko juu kuzuia ugonjwa usiingie au ulio ndani utoke. Kwa hiyo unakuwa na sehemu ya zoezi ambalo nisema ni zoezi tiba. Kwa kumbe nilifundisha hapa ni kuwakumbusha tu watu kwamba jamani, tembea kwenye kokoto, sehemu ngumu zile kuchoma chini ya miguu kule, ni sehemu ya mazoezi. Bado mazoezi pengine hapo labda umekaa sebuleni nyumbani kwako, kuna kupiga mikono kwa namna hii pole pole, ni sehemu ya zoezi pia. Hasa watu wanashangaa kitu kimoja kwamba naweza nikapiga vidole kweli hivi kwa ni zoezi. Uzuri ni kwamba ukipiga vidole kwa dakika 15, anayetembea kwa mguu, anayekimbia saa nzima uwanjani, anayefanya hivi dakika 15 kwa kupiga vidole ana maana kubwa zaidi kuliko anayekimbia uwanjani. Na hii mtangazaji, kama unataka kujua hii, ukipiga hivi vidole umekula umeshiba. Unasikia tumbo linavurugika. Kwa sababu unasumbua mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini ukifanya tumbo likiwa hauna kitu ndani ya tumbo au umekula unapita masaa mawili umekula chakula, ukapiga hivi, una uwezekano mkubwa wa kujikuta yani wewe umegusa kila sehemu ya mwili wako, maana mishipa mingi ya mwili inapita hapa, tuseme yote. Inapita hapa inazunguka, lakini bado mikono yote. Kwa unapofanya hivi unapandisha kinga ya mwili, pia unafanya zoezi. Na unagusa kila sehemu ya mwili wako, unafanya iwe active. Mara mbili zaidi kupambana na magonjwa yaliyo ndani ya mwili wako na kufanya uwe active zaidi. Kwa hiyo watu wengi wanafanya hii ni sehemu ya mazoezi ya kawaida unayaona kama vile, lakini inapo faida kubwa sana watu. Mtazamaji wetu pale anakutazama mwalimu, na nipenda kujua kwamba haya mazoezi, maana tukienda wakati sehemu nyingine mazoezi yanahusisha vijana zaidi. Haya mazoezi yanalenga watu wa umri gani hasa? Mazoezi haya ya foot reflexology na yoga na mazoezi mengine tunayofundisha hapa yanalenga watu wa marika yote. Watoto, vijana, wazee, wote yanalenga mazoezi haya. Kwa hiyo kila mmoja anaweza kufanya kwa namna yake. Lakini angalau nisema kwamba sio mazito na yana faida kubwa sana mwilini. Kwa hiyo ni watu wa rika zote. Sio kama mtu wa rika gani. Rika zote unaweza kufanya mazoezi haya wakati yote ule, popote pale, uwe ofisini, uwe nyumbani. Ukishajifunza ukajua, basi utakuwa unafanya mazoezi wakati yote unaotaka wewe. Kama muda saa 7 mchana jisikia vibaya unaanza. Na kuna mazoezi pia kutoa pumzi ndani na kuingiza pumzi ndani pia. Na mengine mazoezi ya viungo pia yanasaidia. Mtu anajisikia vibaya, ana mawazo, amevurugikiwa huko, kuna mazoezi ya kupumua, anavuta pumzi, anarudisha au anaziba pua moja namna. Hii ina faida kwamba labda nina kitu kimenisibu mimi, na janga fulani, labda nimepata tatizo fulani, labda mtu anaweza kuzimia kwa mawazo fulani, labda akapata mawazo, akapata changamoto fulani. Hasa anapopumua, anatoa sumu, anatoa hayo machungu na mahangaiko hayo kwa njia ya hewa. Unaona? Kwa hiyo watazamaji, kama mkifuatilia vile mazoezi yetu tunafanya hapa Mbulahati, ni ya kawaida na unayajua pengine, lakini matumizi yake sasa yanatumika wakati gani na ufanyeje? Na pengine ndio unajua, ila hujui kama ni sehemu ya zoezi la mwanadamu, anaweza kufanya mwanadamu wakati wote ule akapata uponyaji. Baba, nimekuona kwenye mazoezi na wewe umo. Kwa kweli
Kwa kweli. Kuona kwenye mazoezi pale unamudu kweli kweli. Na katika sasa unafanya tu kwa ajili ya wa hilo zoezi lenyewe? Kwa kweli niseme mambo mawili. Kwanza na mimi nafanya kwa ajili ya afya yangu. Sasa na mimi kama padri lazima niwe na afya kwa hudumia waumini au kwa hudumia watu wa Mungu. Ndio. Lakini jambo la pili ni kuhamasisha waumini wetu kwamba tufanye mazoezi. Na mazoezi nao hamasisha yawe mazoezi tiba. Isiyo kwamba tu unakimbia uwanjani unafanyaje, sawa hayafanyiki, lakini yakiwa mazoezi tiba ni nzuri zaidi. Yeah. Na hapa kwa sababu umesema kwamba mnaanza Burahati hapa na waumini wako wa parokia hii, inamaanisha wakitoka parokia nyingine kidogo mnawaambia subirini kwanza au mnawapokea? Hapana, sisi tunapokea waumini toka sehemu mbalimbali. Hapa kuna waumini wanatoka Yombo Kiwalani, Yombo Bituka, wengine wanatoka Kigamboni, wanakuja hapa pia. Hata mtangazaji wako leo akija hapo mtampokea? Tunampokea tu. Kwa hiyo tunawakaribisha. Eneo ni zuri tu na kubwa tu la kutosha, na vijana wetu ambao tumewatrain wapo wa kutosha kabisa. Kwa hiyo tunawakaribisha wana jimbo kuu la Dar es Salaam. Njooni hapo muweze kufanya mazoezi. Na watu wapate tiba kupitia mazoezi. Ndio. Kwa hiyo tunawakaribisha wote pia. Mwalimu ametaja hapa yoga. Yoga ni kitu gani hasa? Asante mtangazaji. Yoga ni mazoezi ya viungo yanayohusiana na, labda niseme tu kwamba yanakwenda na kwa mwendo wa pumzi. Maana mtu anavuta anatoa pumzi, anarudisha pumzi ndani. Lakini bado anafanya 2 in 1. Anafanya zoezi la kunyosha viungo na bado anafanya massage ya mapafu ndani. Mapafu yanatanuka na kusinya. Kwa huyu mtu kama ana msongo wa mawazo, kwa kufanya tu yoga peke yake, hiyo hali inaweza kaisha na asihangaike tena, kwa sababu tunajua kama mtangazaji mtu anaweza kuwa na mawazo tu yanapelekea kichwa kiume, mawazo tu peke yake mgongo unauma, mawazo peke yake tumbo linauma, mawazo peke yake miguu inauma na kadhalika. Mawazo peke yake anavuruga mfumo mzima wa, labda kwa siku nzima unajisikia vibaya, huna amani, mawazo tu peke yake. Labda umebana mambo kama haya, ukifanya yoga inakupa nidhamu ya kuwa na utulivu ule wa ndani. Yoga inakufanya uwe na unyenyekevu fulani hivi, kwa sababu kwanza utakuwa umefanya umenyamaza, bado unatoa pumzi ndani na utatoa pumzi nje na kurudisha ndani. Kwa hiyo yoga inakufanya utafute utulivu wa ndani namna fulani ya kutafuta, kama vile ufanye ile taamuli au meditation hivi, tafakuri kidogo, yani inakufundisha namna nzuri ya kutafakari na kufanya yoga vizuri. Unaweza kupata namna fulani ya kujihoji maswali mwenyewe kwamba kwa nini ninaumwa tumbo, kwa nini ninaumwa kichwa, kwa nini labda miguu inanisumbua, au kwa nini napata mahangaiko. Tafakari mwenyewe kwamba ni kwa sababu, unaweza kubaini kwamba kwa sababu sijanywa maji leo kweli, leo nilikasirika sana, leo nimesafiri labda mwendo mrefu, nafanya kazi fulani, labda nimekaa juani muda mrefu. Kwa hiyo hii haikukimbizi moja kwa moja kumeza dawa. Unasema kwa shida hii nilionayo hapa, hebu nitafute maji ninywe. Kwa shida hii nilionayo hapa, hebu nifanye kitu fulani, si ndio? Kwa hiyo utasoma mambo yako mwenyewe, kwa sababu umeshatambua kwamba tatizo ni nini, kwa sababu ulikaa chini baada ya kufanya yoga, ukajituliza, ukafanya tafakari, ukajihoji maswali kwamba najifanyia counseling mwenyewe kwamba kwa nini mguu unanisumbua? Kwa nini goti? Kwa nini goti? Utapata jibu na utajua jinsi kwamba kumbe kama ni goti, basi badala ya kunywa kidonge au kwenda basi nikisugua namna fulani hivi na kunyosha, nasikia vizuri. Hiyo ndio mambo ya yoga hayo. Mambo ya yoga hayo. Na umetaja neno moja hapa, reflexology. Sio ndio hivyo? Foot reflexology. Foot reflexology. Hii ina tofauti na hiyo yoga? Tofauti, ina tofauti. Yoga ni mazoezi ya viungo, lakini foot pia na yenyewe ni pati ya mazoezi, lakini foot yenyewe inagusa sehemu moja ya mwili wa binadamu. Kwa mfano, unapofanya foot reflexology kwenye kiganja cha mkono au mguu, kuna sehemu utagusa figo, kwa sehemu utagusa moyo, utagusa ini, utagusa viungo vya mwili vyote vya binadamu. Sasa unagusaje? Kuna ramani inaonyesha kwamba hapa kuna kitu fulani, na nikishagusa hapa na kandamiza kwa dakika ngapi? Dakika 2 hadi 5. Nikigusa kwa dakika 2 hadi 5 kuna kitu kama vile kispoti fulani au kama kidude fulani kimetoka kwa ndani, unakisikia, kama una mtaalamu wa hiyo, unapokimassage hiki kidude huku ndani, kinaposambaa huku ndani, unafanya remoteness. Ni kama vile unashika remote pale TV na waka, manake kinafungua kitu fulani huku ndani.
Kwa hiyo nikishika labda bega ni hapa kwa mfano, ninapokandamiza bega hapa nafanya foot reflexology. Ninaruhusu bega huku liachie. Na macho kidole cha kati na shahada. Maana napo press hapa kandamiza kwa nguvu, ninajipa uwezekano mkubwa wa kujisaidia macho yangu yaweze kuona vizuri. Na anapogusa labda kidole cha pete na kadogo, ninajipa uwezekano mkubwa wa kufanya masikio yangu labda yakae vizuri, labda pengine ana shida masikioni ya kusikia. Kwa nazibua masikio kupitia kugusa sehemu za vidole vyangu, nasaidia mapafu yangu kugusa sehemu ya mkono kwa juu ambapo ni sehemu inaakisi mapafu na sehemu nyingine mbalimbali za mwili unaweza kugusa hivyo. Yoga ninafanya kwa ujumla. Kama nikipeleka mikono juu nikaachia, nasikia vitu vinavutika huko ndani. Kwa hiyo nasaidia moyo upampu damu vizuri, kwa sababu damu mishipa inakuwa free. Mishipa inakuwa free, napeleka damu vizuri. Kama kuna mzigo fulani wote ule, kwa hiyo moyo unapampu damu katika hali ambayo ni nzuri na ya utulivu. Na ndio maana pale mazoezi naona wanaambia inua miguu mara wasio wanapeleka miguu juu, achia. Hata wewe mtangazaji kwa mfano ukinyosha mkono hivi mara moja ukaanza, unageuza mara 3. Mara moja, mara 2. Ufanye zaidi ya mara 7 au mara 8, nasikia mkono umevutika. Nasikia mkono unaachia. Wewe mwenyewe kufanya. Kwa hiyo hii unafanya kwa makocha kwa ndani, unaanza 1, 2, 1. Unaona? Idadi ya huko mkono itakuwa idadi sawa na idadi. Hiyo kwa balance mwili. Kwa maana mwili wa binadamu unasema inaitwa solar plexus. Mwili wa binadamu una umeme. Umeme huu unapatikana hasi na chanya. Ukiapply mtangazaji unaweza kusikia vitu vinafikana kama sumaku. Hii ni nguvu yako mwenyewe ambayo pengine unaweza ukasema huyu anaumwa kichwa, anaumwa kitu fulani, lakini tukipima ugonjwa tuone hata bila kufuatia solar plexus ya kwake imekaaje. Mwili wake umelingana, ana ulinganifu au anazidendana. Katika yoga tuna balance huku idadi sawa na huku idadi sawa. Ili solar plexus iweze kukaa vizuri na umeme mwilini umeme katika hali ya mtiririko unaolingana. Kwa hiyo mpenzi wa mtazamaji, mikono yako hata mwenyewe kwa nyumbani unatazama TV yako Tumaini, ukishika hapa katikati ya kiganja chako ukakandamiza kwa nguvu, ukashika na hapa katikati ya kiganja ukakandamiza kwa nguvu, alafu kaanza kuvuta namna hii, utasikia sumaku zinavutana. Hii ni nguvu ambayo kila mmoja anayo. Ni nguvu ambayo ukifanya inaweza kukusaidia mwenyewe. Kwa mfano mimi hapa labda na shida ya kichwa, hii nguvu ninayo tayari, nikishika namna hii kichwa hakiumi. Kichwa kinapiga sana, kisha namna hii kichwa hakiumi. Kwa nashika dakika 2 mpaka dakika 5. Bado nguvu yangu hii ndio nao hapa mkononi kwangu. Weka tumbo linanisokota, nikashika hivi, nikatulia kwa muda fulani, au nikashika sehemu fulani ya mashavu nikapachika. Nikatulia, tumbo linasokota nikapachika hapa, nikatulia kwa muda fulani. Ndio tumbo linaachia kuuma. Sio mpaka nikimbilie dawa. Kama tumbo linauma sana, kwa sababu gani? Ngoja nishike kwanza hapa. Dakika 2 si nyingi tumbo liuma. Dakika 2 si nyingi. Bado katika yoga pia kuna sehemu za kugusa mikononi, miguuni na sehemu zingine za mwili. Kwa mfano labda mimi sina confidence ya kuongea kwa watu. Siwezi kuongea kwa watu kwa sababu nina hofu muda mwingi. Kwa katika reflexology na vitu vingi imecombine. Kuna sehemu ya kushika mkononi upate confidence. Labda mwanangu anafanya mtihani anatetemeka, anapata jasho mkononi. Kwa sehemu ya kushika kumbe bila kutumia dawa yote au bila hofu akapata confidence mtoto. Kwa sehemu baada ya kushika katika yoga hiyo au reflexology akasaidika, ana shida ya kifua. Anakohoa sana mtoto au mtu mzima anakohoa sana, kikozi kikavu sana, akashika sehemu fulani ya mkono, akisachi hivi anasikia kitu kinauma sana. Usipo unauma huo unauma sana, huo ndio wa mapafu. Pale kwenye mazoezi, kwa wakati wanafanya mazoezi pale, niliona wakati fulani mnalala chini kabisa. Yaani mnalala chini, mnatazama juu. Na mikono mnaweka kabisa hivi. Sasa ile ina maana gani hasa? Ile ina maana ya kuvuta viungo vyote vya mwili. Maana kama nilivyosema la kwanza, unaruhusu damu iende vizuri, ipite free. Sehemu fulani labda kuna damu inapita kwa shida. Moyo unapampa damu kwa nguvu na shindo, mtu anapata pressure. Kwa mazoezi ya yoga anapovuta viungo vya mwili analala, anajiachia. Lakini bado aidha akafanya utulivu la mikono, anaweza kalala akarudisha pumzi, akaachia pumzi. Hii pia inakupa uwezekano wa kujicontrol, uwezekano wa kujitambua, uwezekano wa kujichunguza kama una shida gani ndani. Lakini bado unakuwa utulivu ule kwa sababu kukaa tu kimya. Kwa mtu ana shida ya moyo ni rahisi, anaweza kusaidika kwa anapokaa kimya kwa saa moja, anakaa kimya kwa muda fulani kwa dakika 5 10, unyamaze kimya. Unyamaze kimya. Upe moyo nafasi kidogo ya kutulia.
Alafu utafakari kama kuna shida gani ndani ya mwili wangu mimi. Kwa kumbe mazoezi ya kujiachia, kwanza umenyosha mgongo, lakini bado unaruhusu damu ipite free. Mtangazaji, nikikaa hivi hapa sijapumzika. Hapa sijapumzika kwa sababu gani? Mzunguko wa damu unapofika hapa unabadilisha speed inakuwa ni ndogo zaidi. Watu wakipumzika wakao wamestarehe wanavunja 4, alafu unasema hawajapumzika. Hapana, hapa hajapumzika, hapa anapumzika ni namna hii napumzika. Na always nakuwa nimelegeza viungo. Hapa ndipo nimepumzika. Legeza viungo, pumzika. Legeza viungo, pumzika, jiachie kabisa. Ruhusu pumzi ipite kwa kuashumu kwamba inafika mpaka miguuni, alafu inarudi. Urelax kila wakati. Jiachie. Kwa maana gani ujiachie? Ili moyo wako ufanye kazi vizuri. Na tengeneza kitu fulani ambacho katika nafundisha katika yoga, mtu anakuwa na ile tafakari ile ya ndani. Anavuta pumzi, anarudisha ndani, kwa maana kwamba anakuwa na utulivu fulani wa ndani. Hii inasaidia hata kama mtu labda ana shida ya moyo, aanze kucontrol mapigo ya moyo polepole kwa sababu ya ule utulivu ule wa ndani. Bado msukumo wa damu unakuwa ni mzuri. Unaenda kwa wakati. Sawa, msukumo wa damu unakuwa mzuri, unaenda kwa wakati. Na kabla tujaenda mapumziko, ni kitu gani fadha kilikusukuma mpaka mkafikiria kuanzisha kitu kama hivi? Kama nilivyosema mwanzoni, nia yetu watu wetu wawe na afya. Wazo lilitoka wapi? Yaani msukumo huo ulitoka wapi? Ulianzia wapi? Msukumo huo umetoka hapa, tunafanya huduma za kiroho pia. Kuna watu wanakuja ana shida ya mgongo, ana shida ya mkono. Kwa hiyo tunafanya deliverance kwamba watu wahudumiwe basi wapate afya, lakini tunasema kwamba tunapaswa kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo kwa kuwa tayari tushapata mawasiliano na ndugu kwamba mahali fulani kwamba anafanya mazoezi hayo, basi basi tuunganishe. Ili basi watu wanapohudumiwa katika huduma ya kiroho basi waweze kupata na afya pia ya kimwili pia. Naona kwa hiyo ndicho hicho msukumo ambao tumepata kwamba watu wetu wahudumiwe sehemu zote pia. Naona unatembea kwenye msimamo huo na ndio maana upo hivi kimazoezi. Sasa nafikiri tuende kwenye mapumziko mafupi, alafu tukirejea tutapenda kuongea hata angalau na mmoja shuhuda atuambie hayo mwalimu ambaye ametueleza hapo, atuambie na nini. Lakini nitamhoji pia hata mkurugenzi hapa asema yake na yeye inaonekana yupo kwenye mazoezi, anasema na yeye anajiimarisha kiafya. Sasa shuhuda wa pili atakuwa yeye. Naam. Mpenzi mtazamaji, usiondoke. Baada ya muda mfupi tu tutarejea hapa ili tuweze kupata mengi zaidi. Vipimo kutoka maabara ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya. Tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni jinsi tumbo limetanuka. Kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu. Kwamba mama anapaswa si ampigishe mswaki kwa sababu hana meno, lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni, anayenyonya au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji. Afya ni mtaji. Kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali katika kipindi cha Zahanati. Usikose kutazama kipindi hiki Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio Jumamosi saa 8:30 alasiri. Ni hapa hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Asante sana mtazamaji wa Television Tumaini kwa kuendelea kubaki nasi katika kipindi hiki cha Kahawa au Chai sehemu ya pili, meza majadiliano. Na leo tunazungumzia juu ya mazoezi ya viungo ni muhimu kwa ajili ya afya ya binadamu, na hususan tumekutana na mazoezi tiba. Tupo na wataalamu hapa, tukiwa na kwanza mkurugenzi wa walei jimbo kuu la Dar es Salaam, ambaye pia ni paroko wa parokia Familia Takatifu Burahati jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Padre Vitalis Kasembo. Bado tunaye hapa, ametudokeza mambo mengi na mazuri kabisa ambaye anatufaa. Lakini tunaye ndugu
Elias Malongo. Pia ni mwalimu mtaalamu wa mambo ya yoga na mambo mengi katika mazoezi tiba haya, na nilikuwa natamani nimpate hata mmoja wawili washuhudie, watoe ushuhuda na sisi tu watu waaminishe kwamba haya mambo kumbe yanaenda vizuri na yanakwendaje. Lakini pia hata mkurugenzi hapa anashiriki mazoezi. Unaonaje mazoezi kwa jumla? Kwa kweli mazoezi mazuri, yani ukitoka mazoezi kwa kweli unajisikia mwili uko na afya na uhai mzuri kabisa pia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kweli, na niwalike tu ndugu zangu, watu wote tunaalikwa kufanya mazoezi. Nimekuja na vijana wote unaona hapo wana vikao vitambi na nini. Kwa hiyo mazoezi hayo vitambi hivyo vinaondoka kabisa ndani ya wiki 3. kabisa. Basikia kupata mafuta kabisa hayo. Sio mnashika kamera tu huko. Bado vijana wadogo vitambi vikubwa. Njoni kwenye mazoezi. Mimi nitakuwa mmoja wapo, nimehamasika tayari. Na sisi tunaambiwa kinga ni bora kuliko tiba. Yaani ukijikinga kabla basi mambo yanakaa vizuri. Hata uzee utakuja lakini hautazeeka sana, kuchoka sana, ukakongoka kabisa. Utakuwa nguvu ipo. Nguvu ipo kabisa. Na mpenzi mtazamaji, pia kuna mashuhuda wengine ambao pia tumewakuta leo wanafanya mazoezi hapa. Tukapata ushuhuda wao angalau kwa kifupi tu, alafu tutarejea tena hapa. Mimi ni Maura Kilasara, mstaafu, nakaa Mburahati National Housing B. Ninasali kanisa la Mburahati. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na miaka 76. Nilikuwa nasumbuliwa na mgongo. Nimepimwa Muhimbili, wakaniambia pingili zimeachana. Nasumbuliwa pia na BP. Kwa hiyo nilikuwa natumia madawa ya hospitali. Nilikuwa nasumbuliwa pia na ganzi. Siwezi kufua, siwezi kuandika. Hata nilikuja kwenye mtihani ganzi nikashindwa kuandika, nikaacha kuendelea na masomo. Lakini programu hii ilipokuja hapa, ile siku ya kwanza nikahudhuria hapa. Mwalimu akatufundisha siku ile ya kwanza. Tukaanza mazoezi. Tumefanya mazoezi. Siku ya pili nikaja tena. Tukafanya mazoezi, akawa amewafundisha watoto wengine wa kutusaidia. Nikasaidiwa na wale watoto na mwalimu akiwepo. Nikasaidiwa, nikabonyezwa sehemu zilizokuwa zinahusiana na mazoezi. Wakanibonyeza zile sehemu. Wakikubonyeza unasikia uchungu ile sehemu inayouma. Wakikubonyeza mahali ambapo kuna figo, unasikia kwenye figo kunafanya chui. Wakikubonyeza kwenye kiuno, unasikia kiuno. Basi nimefanyiwa mazoezi tangu walipoanza mpaka sasa. Ninatembea vizuri, mpaka watu wananiambia, "Wewe mbona unatembea vizuri? Nilikuwa nashikilia kiuno nikitembea. Sasa hivi ninatembea bila kushikilia kiuno." Ganzi, nalundika nguo, ninafua, hakuna cha ganzi. Nakata vitunguu, nilikuwa siwezi kukata kitunguu. Nikikata kidogo tu kidole kina kufa ganzi. Sasa hivi niko vizuri, hakuna cha ganzi. Nimeenda hospitali, nimepima BP, imeteremka. Haiko tena ile niliyokuwa nayo. Wakanambia, "Unatumia nini?" Nikawaambia mimi natumia mazoezi. Kwa hiyo mimi niko vizuri, na kiuno hakiumi tena, mgongo umenyooka, sishikilii tena kiuno nikitembea, ganzi hakuna, mapigo ya moyo yamepungua,
na wasiwasi ndani ya kifua haupo, maana nilikuwa nimeshapata na oga. Wasiwasi ndani ya kifua, nasema da, hivi tena ndio nitatibiwa na nini? Madawa yale nikinywa yalikuwa yameshakuwa tena sugu mwilini. Nikayaacha mpaka daktari anasema, "Kwa nini unaacha dawa?" Nafokewa hospitali. "Kwa nini unaacha dawa?" Kumbe dawa zile zilikuwa nazo pia zinanifanya hata akili ichanganyikiwe. Amina. Ashukuriwe Mungu kwa jinsi Mungu alivyotenda maajabu kutuletea madokta hawa kufika mahali hapa. Kwanza mimi nilikuwa nina changamoto, nilipataga ajali mwaka 2017. Nikaa nimevunjika mgongo. Mgongo kama umevunjika kiuno kabisa hivi. Wakati wa kutolewa amana kupelekwa Muhimbili kukata rufaa, hii nimepelekwa Muhimbili. Na huko wakasema hamna hata mkanda wa kufunga mkanda wala nini, ila kulazwa hospitalini ukae kama mwaka mmoja mgongo upate kuunga wenyewe. Lakini nikapata dawa kutoka kijijini ile za kuunga mifupa. Ila awali kwanza mimi nilikuwa najifunza kung fu kabla sijapata ajali ya kugongwa na pikipiki. Nilipovunjika mgongo nikatumia dawa za kienyeji nikapona. Niliporudi kwenye mazoezi ya kung fu mgongo kastuka tena. Nikatumia tena ile dawa akaniambia mazoezi achana nayo, lakini kama nikaendelea napata changamoto, mgongo unauma hata nikitumia dawa za kila aina, lakini mgongo unaendelea kukaa unauma. Kwenye kama benchi ili gumu siwezi nikakaa kwa muda wa dakika 5-10. Lakini nilipokuja hapa wakanifanyia message, wakaninyosha kwa jinsi wanavyonyosha wao, kugusa kila kiungo kwa ajili ya kutafuta kila maumivu. Kwa kweli mimi siwezi nikadanganya, nimepona, najisikia mzima kabisa. Yani mgongo umepona, yani kwa kweli hakika, yani Mungu ni mwema. Nimepona kabisa. Naam, basi mpenzi mtazamaji, huu ndio ushuhuda ambao tumeusikia, na haya ni mambo yale halisi ambayo Mheshimiwa Padre hapa aliyasema juu ya mazoezi tiba, lakini pia mwalimu ndugu Elias Malongo ameyaelezea kwa kina, na yale walioeleza ndio ushuhuda umetolewa, na sisi hatuna budi kuamini katika hayo, na tumealikwa tayari kuhudhuria kushiriki mazoezi tiba hapa parokia ya Mburahati, ili tuweze nasi tuimarisha afya zetu, tujisikie vizuri, tuwe na furaha pia hata kupeleka injili mbele. Tukiwa tunapeleka injili kwa watu wengine, sisi wenyewe pia tuwe imara, tuwe na afya njema, ndio tutapeleka injili sawa sawa. Sasa pamoja na haya yote ambayo meeleza malengo, naona kama sasa watu wanazidi kama kuongezeka. Na wengine wagonjwa kweli, lakini wengine wanakuja sasa sio wagonjwa. Sisi mtafanyaje sasa? Kwa kweli tumejipanga vizuri na mmejipanga. Tumeshajipanga vizuri na mpaka sasa hivi tunavyoongea hapa watu tayari wanaanza kuhudumiwa hapo. Maana hapa tunasema ni kituo sasa maalum kwa ajili ya kuwahudumia watu wetu katika Dar es Salaam hii pia. Maana hapa watu watakuja wanachukua namba asubuhi kuanzia saa 12:30. Basi namba kama hospitali vile. Wakishachukua namba basi vijana wetu sisi tukimaliza misa, baada ya misa mazoezi, baada ya mazoezi tunasali rozari, baada ya kusali rozari vijana wetu wanapata chai, wakipata chai tunaingia kazini. Kwa hiyo ndio utaratibu, ratiba kabisa ipo na ratiba. Na sisi huduma tunafanya Jumatatu ni siku ya kuhudumia wagonjwa, Jumanne ni siku ya darasani. Mwalimu yuko ana train vijana wetu. Kuna vijana kama 25 hapa ambao wananyoa watakuwa wataalamu. Kabisa walimu kabisa. Na hapa sasa hivi sema hatujawaleta tu hapa, lakini wapo tayari washaingia kazini pia. Na hii tunasema ndio ajira kwa vijana. Maana yake tumefikia upande mwingine kama vijana wetu wanahangaika na ajira. Hiyo na mimi nikiwa mtaalamu na mimi nakuwa ndio napona kabisa sasa. Na kwa sababu nafanya mazoezi mwenyewe. Kabisa. Kwa hiyo tumeona ni ajira pia kwa vijana wetu wa Mburahati, na hawajatoka tu Mburahati, wengine wametoka sehemu zingine ambao tumeunganisha katika kikosi kazi. Sawa. Kwa hiyo tunahudumu Jumatatu, tunahudumia wagonjwa, alafu Jumanne mwalimu yuko anafanya training kwa vijana wetu. Unaona. Alafu Jumatano kama leo tunahudumia wagonjwa. Alhamisi training ya darasani kwa wafundisha wanafunzi wetu na kuabudu Yesu Ekaristi. Naona. Halafu Ijumaa tunahudumia tena. Naona. Halafu Jumamosi darasani. Jumapili tunapumzika. Jumatatu tunaendelea tena na kazi. Mpenzi mtazamaji, wale wahenga walisema elimu haina mwisho, ni kweli kabisa.
Hii ni elimu nyingine kabisa ambayo tunatakiwa tujifunze. Samahani kidogo, nilikuwa nimepita huku ndani au kunipitisha, lakini mimi katika kupita nikaona kama kuna vimiti fulani vikubwa hivi. Nikauliza sasa hivi ya nini mnagongea watu? Wakasema hivi ndio vinatibu. Mwalimu, niambie, kuna vidude pale nimekuta watu kijana mmoja amevishika hivi. Anasema hivi bwana vinatibu. Vile miti vinasaidia unafanya foot reflexology. Tunatumia mikono, tuna asilimia hapa katika mikono yetu. Kuna kidole hiki ukikunja namna hii ni 75%. Unapokuangua kwa kufanya foot reflexology. Lakini bado kuna asilimia 50 kidole gumba kwa ndani unapo press namna hii. Nafanya kwa asilimia 50. Bado pia na asilimia 100 kwa kutumia dole gumba hili ninapolikunja na press kwa namna hii. Hii ni asilimia 100 kwa maana gani? Inakandamiza zaidi. Na 75 inakandamiza zaidi, lakini sio kama 50. Kwa hiyo zinapishana kulingana na tuna namna tatu. Kwa hiyo anapotumia mikono yake kufanya reflexology, akichoka mikono anaweka kile kijiti kile anakuangua kidogo au anakandamiza kidogo. Ifikie ile point ambayo ina shida. Maana labda anasema kwa mfano labda ni bandama ni nini au ni bandama, basi labda iko mbali sana, anaweza kutumia kile kijiti kuifuata. Akisikia ile point basi anakuwa atikisi kwa nguvu kidogo tu mpaka kile kidude kile kwa ndani kisambaye angalau ili mgonjwa ameshida labda figo zina mawe, si ndio? Kwa kugusa sehemu ya nyayo za miguu au mkono inaweza ile ikatoka bila kufanya operation au namna yote. Kwa hiyo kumbe vile vijiti vinasaidia kufuata mishipa ile ya mbali kwa undani zaidi. Ndio maana vile vijiti vile. Pia mnafanya vitu kama massage hivi. Kuna watu wanaguswa hivi na watu na kama mafuta hivi. Hii nayo imo. Maanake ndio sehemu ya yoga au ndio hiyo flexibility, sio na kitu gani sio, maana haya yanahitaji utamu. Mtakuja kusoma bwana. Maanake kusoma. Tunafanya pia niseme kama tunafanya yoga, tunafanya massage. Katika reflexology massage imo pia. Massage inafanyika hapa ni massage ya matibabu. Massage ya viwango vya juu, sio kama ya saluni. Massage hapa ni ya viwango vya juu. Watu wamezoea saluni. Massage ya saluni ile nisema kwamba niseme sana maana niseme sana huko, lakini angalau nasema ya kwetu kwamba ya kwetu sisi ni ya matibabu. Na akija mtu hapa na shida ya mgongo, hata kama pingili zimepishana, tunafanya reflexology, tunafanya na ile massage ya mgongo, lazima atapata nafuu kuanzia pale. Kwanza reflexology kufanya tiba ya miguuni huku lazima atasema kwamba kwanza yani leo muda huu nasikia mguu umeachia. Hii haina cha kesho. Reflexology haina kesho. Fanya reflexology unasikia nafuu kwanza muda huo. Fanya tiba ya mgongo unasikia muda huo. Nimesema hata kichwa nilipokuwa nagusa ile sehemu ya kichwa. Hizi hazina kesho. Ni za muda huo. Na kwa mfano nimesema kwamba kwa kufanya massage ya mgongo na massage ya mwili mzima ukipenda, tunafanya unasikia mwili umeachia kabisa, maana mwili una mahangaiko mengi. Kwa hiyo nilivyosema wala kwanza fanya yoga ya mazoezi ya viungo, unapogusa massage sehemu ya viungo, massage sio paka uweke mafuta. Unapogusa hivi pia hii ni massage. Ukisikia mishipa inauma, maana yake kuna shida pale. Kuna damu kwa shida pale. Unaweza kupakandamiza mara nyingi zaidi ili damu ipite vizuri. Na unasikia mkono umeachia, Kwa wakati mwingine watu tunakuwa tuko uoga. Paka uende tu hospitali kufanyia mazoezi, lakini unaweza kufanya tu mwenyewe nyumbani. Hapo ndio maana ya massage. Kuna sehemu za mapaja kama hizi. Kwa kuna massage ya kufanya umevaa nguo zako au ukatoa nguo, kubakiza nguo baadhi, sio paka utoe nguo zote. Yakote sisi sio nguo zote. Unabaki na nguo zako kinafanywa ile spinal cord na sehemu ya miguu inafanywa. Uweze kubaki utupu, unabaki na nguo zako vile na heshima yako. Unafanya mazoezi mazuri ya mgongo, unasaidika mgongo na mgongo unaachia saa hiyo. Hii haina cha kesho. Ana shida ya pingili za mgongo pia tunasaidia sana. Tunamnake baadaye nitaelekeza pale inavyofanyika ili muone kwamba kuna uwezekano na watu wanapona kwa haraka sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, unaposikia foot reflexology Mburahati, karibu sana, ushiriki vizuri, njoo uone kinachofanyika hapa Mburahati. Utakuwa haujapoteza muda wako. Hautajilaumu kama kwa nini umeenda Mburahati, badala yake utashukuru Mungu kwa nimefika Mburahati. Nimepata kitu ABC. Na si tunafanya reflex mtangazaji ni kwamba tunakupa elimu pia ya kujitambua. Kujitambua unakuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa kuishi maisha marefu ya bila kutumia dawa, lakini bado tunakupa elimu pia ya prevent old age. Usizeeke.
Kuna siri ukishika usiziweke. Au uziweke mapema. Baada pia tunasema ambazo kuzifanya mwenyewe utashangaa kwamba hivi kumbe ile yenyewe inawezekana. Wewe umekuwa rahisi sana kupona ugonjwa huu, sio paka nafika hospitalini. Kwanza fatu reflex mara kwa mara unajikuta na mazoezi haya vile tunafundisha kwa Mburahati. Hebu sema faza hapa kwamba ni mazuri sana. Mwalimu Malongo, hii elimu ulipata wapi? Msifu Yesu Kristo. Vile. Elimu hii nimeipata mwaka 2007 Mwanza Buzuruga. Kama padri wa Declaration. Shirika Mtakatifu Antoni Maria Declaration alikuwa pale Buzuruga alifundisha mwaka 2007. Alikuja padri kutoka India. Paloko padri Jessica akatuomba kama jamani vijana na waomba sana mshiriki mafunzo ya reflexology. Padri mwenyewe anafundisha yoga, padri mwenyewe baada ya misa. Tulikuwa na kina Father Jessica pale, Padri John Brito, alikuwa na padri alikuwa ni Father niseme, alikuwa ni Father Coleman au Siliwa Coleman. Yeye yuko jimbo la Moshi sasa. Tulikuwa na Padri Abel Mwarabu ambaye naye alikuwa ni frateri. Abel Mwarabu atakaa hapa Dar es Salaam nadhani. Tulikuwa na mapadri wengi, kwa mapadri wa Declaration wote. Naongea kwa Kimara hapa. Wakafundisha pale parokia ya Mwanza, nani ya Buzuruga Mwanza. Wakafundisha parokia ya hapa nani Kimara. Wewe ulijifunza kwa muda gani? Mimi nilijifunza kwa muda wa almost miaka 2-3, lakini angalau kwa kuanza haraka miezi 2 ile ya mwanzo nilikuwa nina uwezo wa kumsaidia mtu mwenye changamoto ya miguu inawaka moto, mwenye shida ya magoti, mwenye shida ya mgongo kwa ile miezi 2 ya mwanzo. Kwa vijana wanaofanya hapa sasa ni mwezi mmoja tu wanafanya miguu inawaka moto, mambo ya ganzi, wanasaidia changamoto mbalimbali kwa mwezi mmoja tu. Kwa hiyo elimu ya kusoma miaka hata 4, lakini unapoanza kujifunza kwa unajifunza kwa vitendo zaidi. Unafanya kwa vitendo zaidi kwa sababu hata hizi dawa za dawa tuandike dawa. Ndio haina madhara reflexology kwa viwango vikubwa sana. Kwa hiyo tumejifunza hiyo inakwenda hivyo. Ukifundisha vijana tu akishika tu zile terminal kidogo unamwona amekwenda. Kwa hiyo unaenda kufanya ile sio ile pole kusoma sasa. Lakini baadaye nikaenda kusoma Uganda. Uganda kule parokia ya Declaration wako pale Jinja pale. Parokia wilaya moja ya Iganga kule. Nikajifunza matibabu ya reflexology, nikajifunza na massage sasa ya mwili mzima. Bado nikajifunza pia kuna massage therapy ya kupaka matope mwili mzima, matumizi ya vyakula, namna kutafuna vyakula, mtu ana shida ya moyo, ale chakula gani, aleje. Na tunapenda kula nyama watu, lakini nyama mwisho kula nyama ni saa 6 kamili mchana. Na unapokula nyama unatafuna sana, kuna jinsi kuna nidhamu ya chakula pia. Nilifundishwa kule. Kuna fundisha kama vile kusaidia tu watu. Ilikuwa haina gharama kujifunza, ilikuwa ni kusaidia tusibule. Na washukuru sana hapa Kimara, na washukuru kama wananisikiliza. Wametupa maisha niseme kimsingi. Baada ya kujua hii nilikuwa nafanya kazi za ufundi, nikaamua kuachana na kazi za ufundi. Nikabezi na matibabu ya viungo tuna kufuatilia. Huo nao ufundi huo. Ukafungua garage nyingine. Kila nikifanya mtu anapona, akisema mbona hii inakuwa ni nzuri zaidi, watu wanakushukuru. Unamtibu mgonjwa kwa reflex, yaani unashangaa kama ameponaje, naye anashangaa. Mbona nimepona haraka kiasi hiki? Sawa. Kwa hiyo kumbe ni elimu ambayo tumepata kwa mapadri, bado yuko ni tunda la kanisa. Sawa. Basi nikushukuru sana Mwalimu Malongo, kwa kweli utakuja kuwasaidia watu wengi sana mno. Na mimi naona hiki kitu cha hapa ambacho kinaanzishwa hapa Mburahati huu ni mwanga, na mwanga ambao unakuja katika mwaka huu wa jubilei. Ni kitu ambacho mwaka huu nafikiri kitaweza kutengeneza sura mpya na kitatoa nuru mpya tofauti na ilivyofikiriwa kwa kweli. Mimi naomba tu muendelee na hivyo, muendelee kusaidia watu, lakini pia nikupe nafasi mkurugenzi na baba paroko wa parokia hii ya Familia Takatifu Mburahati hapa jimbo kuu la Dar es Salaam. Nikupe nafasi ya kutoa wito, labda unatoa wito gani kwa waamini na wale wote wanaotutazama? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa utaalamu ambao ni zawadi. Ni zawadi kwa kanisa, ni zawadi kwa jamii. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ndugu yetu sana Elias Malongo, walau kwa zawadi kubwa na nzuri. Kwa hiyo mimi mwaliko wangu mapadri, masista, mabrother wa seminari au mafrateli wa seminari ndogo, waumini wote, na hasa wana halmashauri wale jimbo kuu la Dar es Salaam na sehemu zingine, tunawakaribisha parokia Mburahati. Hii ni parokia Familia Takatifu, maana ni familia nzima ya Mungu.
tunawakaribisha kuja kupata matibabu. Wale waliopata stroke, wale sijui wanaumwa tumbo, sijui kichwa, sijui miguu inafanyaje, basi waje wapate tiba. Na kama tulivyosema, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa tunahudumia watu wa Mungu. Karibuni sana muweze kupata huduma hii ambayo afya ni zawadi Mungu anatupa, tuitunze ili basi siku moja tufikie katika uzima wa milele pia. Ndio. Una neno tu moja tu, sentensi moja tu ambayo unataka kusisitiza? Labda niombe tu watazamaji kwamba nilifundisha kwamba mazoezi ya vidole yale. Naomba kuanzia leo angalau tenga muda vizuri, kaa kwenye makochi yako nyumbani au ofisini, piga vidole dakika 15, mazoezi weka mikono namna hii, vuta pumzi mara 100 kama utaweza, au dakika 2 au 3. Ukifanya hivi sehemu ya utulivu, sehemu ya wazi pia inakuwa ni nzuri zaidi. Itakupa uwezekano wa kuishi maisha marefu, na kama una shida moyoni unaweza kuvumilia, lakini bado unaweza kusamehe haraka zaidi. Kwa ninachoomba watazamaji ni kwamba pumua mara nyingi, napiga vidole mara nyingi kama ninavyofanya hivi. Kama unaniona vizuri zaidi, basi ukishindwa kabisa njoo Mbulahati hapa hivi sema Faza, tukuelekeze, tukupe namna ya kufanya. Pengine vitu vingine vitajigawana, tutakuelekeza bure tu, ndio kufundisha bure, ujue kwamba kumbe nikiishi hivi na hivi unaweza kupata namna fulani ya lifestyle nyingine tena mpya. Tumsifu Yesu Kristo. Na mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, tumekuwa na muda mzuri sana leo wa kipindi hiki cha Kahawa au Chai sehemu ya pili, meza majadiliano. Nakumbuka leo tumezungumzia juu ya mazoezi tiba ambayo yanafanyika hapa Mbulahati au parokia Mbulahati jijini Dar es Salaam. Na leo tumekuwa na Mheshimiwa Padre Vitalis Kasembo, mkurugenzi wa walei jimbo kuu la Dar es Salaam, ambaye pia ni paroko wa parokia hii ya Familia Takatifu Mbulahati jimbo kuu la Dar es Salaam, akiwa na ndugu Elias Malongo ambaye ndio mwalimu wa mazoezi ya tiba, ambaye ameeleza mengi sana. Mimi niwashukuru sana kwa kukubali kuchukua muda wenu na kuzungumzia jambo hili, maana kama padre unavyosema, huu ndio uinjilishaji wenyewe. Ndio. Haya maneno mlioyasema hayajatufikia sisi, tumefikia wengi leo. Kwa hiyo naomba tushirikiane na sisi wengine, tukija mtupokee. Hamna shida. Mtupokee mwalimu. Tupokee. Asante sana kwa hilo. Niwashukuru kwa niaba ya wenzangu wote ambao wameshiriki kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinaenda sawa, na wale wote ambao tumewakuta hapa wakifanya mazoezi, maana wamekuwa sehemu ya kipindi chetu. Wote tunawashukuru sana. Kwa niaba ya wote na technical timu yangu ya kipindi hiki, mimi naitwa January Nchimbi, nawatakia kila laheri. Endelea kufuatilia vipindi vingine hapa Television Tumaini. Bye bye.